Pinpin Ndio. Musa Pinpin Kamara, na taarifa zipo zinaongea kwamba vilabu kadhaa vinamhitaji. Kwanza linatajwa Fagio, kuna Fagio la petition Simba. Fagio linapita. Kubwa dogo size ya kati. Fagio la sasa ni la size ya kati kwa wachezaji wa kigeni na kwa upande wa wachezaji wazawa, lakini asilimia kubwa wachezaji wa kigeni ambao watafekwa tulishawataja kina Okejefa hapa, si ndio? Tulishawataja hapa kina Okejefa. Ndio. Tukataja kwa mastrika wawili, mmoja inabidi aondoke. Wengi pale kwa upande wa Simba wengi wameopti kwamba Ateba aondoke. Unaona bana, wametajwa watu pale, lakini kwa upande wa wachezaji ambao wanaguswa wengi wanaguswa kwamba wanatakiwa na vilabu na nini, lakini bado kama klabu ya Simba wanaendelea kuwa nao. Kuna vilabu vinaomezea mate. Vinaomezea mtu kama Pinpin anamezewa mate. Wanamendewa. Wakati wanasema Pinpin Kamara bana, huyu ameisha, amechuja, amefungwa magoli mengi ya kizembe, kuna vilabu vinamhitaji. Na mpaka sasa kuna baadhi ya vilabu vinaonyesha interest. Sasa Simba wao wenyewe waamue waachane naye kwa sababu ya hizo fedha ambazo wanazipata ama wamuongezee kandarasi. Lakini taarifa za ndani kabisa, Simba wana mpango wa kuendelea na kubaki na Ayub Lakredi. Wana mpango wa kujumuisha kwenye kikosi kwa sababu walimkata kwenye system ile ya TMS mara baada tu ya kuona kwamba hawezi kucheza kutokana na majeraha aliyopata na alikaa nje. Kama ulikuwa unamuona yuko tu mazoezini achezi, lakini wana mpango wa kuweza kumrejesha kwenye kikosi kama atapokea ofa nzuri. Yes, kwa sababu alikuwa na mkataba wa miaka 2, kwa sasa mkataba wake wa mwaka 1 ndio huo umeyea, na akiwa hajacheza na walikuwa wanamlipa mshahara kama kawaida. Yaani wanamlipa mshahara na bonus zote, lakini achezi, yeye yuko tu na timu na mazoezi anayafanya. Kwa kama Musa Kamara ataondoka, mchezaji anayetajwa ni Ayub Lakredi kuchukua nafasi yake, huku pia wakiwa wanaangalia pia goalkeeper mwingine mzao ambaye anaweza akafanya vizuri. Lakini goalkeeper anayetajwa zaidi kwa upande wa wazao, nakupa hii yule Bala Lusajo kama Simba na goalkeeper wengi. Yes, wanapangwa kuachana. Wanaachana na nani? Huyu nani? Hussein Abel wanaachana naye. Zipata ni kwamba na kuna yule mwingine ambaye wamemtoa kwa mkopo, Feruz. Yule bwana mdogo anaendelea kukua. Al Salim anaweza kabaki, lakini wanamuongeza goalkeeper nimepata za ndani sana. Yaani msimu ulikuwa na Manula pia Feruz ambaye wamemtoa kwa mkopo lakini mali yao. Al Salim kama watano hivi. Yes. Sasa habari nilizonazo za ndani, wanapambana kumpata goalkeeper wa JKT Tanzania, ambaye ndio goalkeeper sasa hivi wa timu ya taifa ya Tanzania. Ndio number 1. Ndio number 1. Tanzania 1. Analinda milango ile. Sasa shida yangu mimi ni moja, kwamba yule goalkeeper kisema kweli kama ataenda Simba labda kwenda kuchukua pesa, lakini yule goalkeeper ni one of the best, ana kila kitu, fanya saves, footwork yake na kila kitu. Jamaa yuko hewani, yani yuko ni height yake na mbeba, mwepesi pia. Lakini sasa mimi nitakachoumia mimi ni kwamba atapotea kwenda kukaa benchi. Akienda kule ataenda kupambana na goalkeeper wa kigeni, mfano ndio unamkuta labda yuko na Kamara au labda yuko na Ayub Lakredi. Na goalkeeper wa kigeni siku zote ili asaini contract kwenye timu yako, sharti la kwanza lazima acheze. Akionyesha uwezo. Sasa kama hajaonyesha uwezo, sharti la ucheze alafu. Sasa kama ndio maana umemsajili. Yaani ukiona umemsajili ujue kwamba alikuwa na uwezo. Ila kama hata kuwa na uwezo wa kucheza, mimi kwamba hapo kitakachotokea ni kwamba ataomba avunjiwe mkataba. Goalkeeper wa kigeni mara nyingi sana ni ngumu kukaa bench. Sasa huyu mwamba kwa uwezo alionao, mimi sitamani kuona aende sehemu akakae benchi. Ana uwezo wa kwenda kukompiti hiyo nafasi. Kwa falsafa za vilabu vyetu ni rahisi, tunaweza tukaona kwamba chuma hiki kiacheza. Roita niuma sana. Bana Yakubu, bonge moja la kipa, anajua sana. Simba anamnyatia huyu jamaa. Lakini maana Zamalek wamerejea, wako bado mezani, wanaforce kumpata Clement Mzize, na offer ambayo ameitoa of course ni kubwa na ni ngumu Yanga kuweza kuignore hiyo offer. Sasa ni yeye mwenyewe, kwa sababu jana taarifa zimeingia kwamba tayari mazungumzo yamefikia pazuri. Wao kila ambacho Yanga wamekisuggest kwao wamekikamilisha. Kwa hiyo sasa limebaki wao Yanga pamoja na mchezaji akacheze Zamalek ama aendelee kubaki. Tumeongea sana hapa kuhusiana huyo mchezaji na ushauri umeshautoa. Na ushauri tumeshautoa. Labda nimuulize hapa Funga Duka, yeye ana ushauri gani kwa Clement Mzize? Ni wakati wake sahihi
kuvuka mipaka. Kwa sababu unayafahamu maisha ya mpira yalivyo. Maisha ya mpira kama vile tunavyoona, kuna vijana wadogo sana sasa hivi wanakimbilia Saudi Arabia, wanakimbia labda Uingereza na kadhalika, kwa sababu kwenda Saudi Arabia kwanza kutanua wigo wa kimpira, lakini pili unajua heshima. Unajua unaweza hapo kwa hela nyingi, lakini kutoka hapa kwenda sehemu nyingine kwenda kucheza kuna heshima. Mfano nikupe hapa, kuna watu wamefanya makubwa sana, kina Mohamed Hussein, akina Lunyamila, akina Steven Mapunda Galincha, lakini walikuwa wanacheza nyumbani. Lakini leo ukiniambia watu ukiwalinganisha na Mbwana au kina Msuva, unajikuta baadaye Msuva ana thamani, kwa maana kwa sababu katoka kaenda kucheza sehemu fulani. Lakini Lunyamila alikwenda Ujerumani, alikwenda alirudi kina Ngasa. Kwa hiyo kutoka ni heshima moja hapo, akienda kucheza mpira, kwa sababu anaweza kaenda kwa umri wake akacheza Zamalek akafanya vizuri, watu wenye mbavu kubwa tena kupita Zamalek wakamuona pale, wakamuhitaji, akasogea akaenda kucheza zaidi ya Uingereza na nchi nyingine na kadhalika. Sisi pia kama taifa tunanufaika, kwa maana ya kuona mtu wetu yuko nje, akirudi hapa ana thamani. Hata wenzetu tunakwenda kucheza naye, anambia kuna jamaa anacheza sehemu fulani, kama vile walivyokuwa wanavyomfia bwana Samata. Kwa hiyo unapofika kipindi kwamba sio Nzinze tu, tumechelewa sana sisi kutoa wachezaji kutoka kwetu kuwapeleka mipaka ya nje, kwa maana kwamba sasa hivi unakuwa na wachezaji 10-15 nje, wanakuwa msaada kwenye taifa lako kimpira, kiuchumi pia, kwa sababu anapokuwa kule tayari ana pesa. Unaona timu ya taifa ya Senegal ikiwabamiza Uingereza mabao 3-1. Mechi ikipigwa pale nchini Uingereza, na ilichezwa katika uwanja wa Nottingham Forest. Na kwa nini sasa tu wamefungwa Uingereza? Kwa sababu ukija kuangalia wachezaji wameshazoeana, akina Sadio Mane, akina yule Ghana, akina wote wanaishi mazingira yale ya Uingereza, wote wanawajua. Kwa hiyo unafikiri hakuna jipya. Kwa hiyo wale wanakuwa chacho kuwashawishi wenzao, oya, hakuna jipya, wote tunacheza ligi moja, wanatuzidi nini? Tunawajua. Papa mnatasana lazima pale Spurs. Sio, unaelewa? Kwa hiyo kufika kipindi kwamba ina maana kinachofanyika pale ni kuhamasishana na kwenda kucheza mpira. Siku unaona Uingereza amekufa. Kwa hiyo ndio hivyo, na sisi mimi nitafurahi sana kama nitamuona Nzinze anatoka Yanga anakwenda Zamalek. Na sio Nzinze tu, wachezaji wetu hao wa Kitanzania wengi wakitoka kwenda kucheza nje ya Tanzania, nitakuwa nafurahi sana, kwa maana sasa tunatengeneza taifa lililokuwa bora la kimpira. Kwa maana kwamba sisi ni watu wa mpira. Kuja kuangalia Afrika Mashariki na Kati, yaani kuja kuangalia hata mashindano, hata tuanzishe mashindano ya kuku, bado viwanja vinajaa, bado watu wana talent ya kimpira. Kwa nini tunapotea kwenye mpira, kwenye nafasi za nje? Kuna watu nchi zao zina watu hata 30,000 wafiki, hata 15,000 wafiki, wanacheza Ulaya zaidi ya timu nzima ya taifa. Kwa nini sisi Tanzania tuko milioni zaidi, tunakaribia 70-60 huko? Kwa nini tusicheze? Na kitu mchezaji anatakiwa kufanya, mchezaji anatakiwa kupenda timu ama anatakiwa kupenda kazi yake ya mpira na kuheshimu timu aliyopo? Mapenzi hayawezi kutoka katika moyo. Mapenzi yanaweza kawepo, lakini pia kazi kwanza, kwa sababu unapokuja kuzeeka, yani ni sahihi mchezaji kuipenda timu ama mchezaji anatakiwa kuipenda kazi yake ya mpira lakini aiheshimu timu ambayo anacheza kwa wakati huo? Ndio maana nasemaje, hata mimi ukiniuliza lazima nimpende babangu na mamangu, lakini kuna nyakati naachana nao na kwenda kutafuta maisha. Na ndivyo ambavyo Nzinze anatakiwa afanye. Anaweza kawa na mapenzi ya klabu ya Yanga, anaipenda Yanga, lakini sasa ni kuna wakati wa kwenda kutafuta maisha ili kuja kuwasaidia wazazi wake. Na ndipo anapotoka hapa Nzinze kwenda nje, anakuja kutusaidia Watanzania, kwa maana tayari yeye anakuwa ametoka akienda kufanya vizuri, ameshapenda kazi yake, atakuja kutumikia taifa kwa nguvu zote, kwa maana kwamba alikwenda kustruggle na kuja kusaidia familia yake. Ndio sisi wa Tanzania. Sawa. Bwana mzee Fred Bovu mmaliza. Bwana mengi tutakuja nayo ya usajili. Mengi tutakuja nayo ya usajili. Kwa sasa nafikiri tuipe